Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wafuatiliaji wa Al Hashim TV, leo tumetembelea katika moja ya madrasa kongwe hapa mjini Tanga, Almadrasatul I'tisam, ambayo iko chini ya Sayyid Surur ibn Hashim Al-Musawi. Tumekuja kuzungumza na yeye mwenyewe mwanzilishi na mwalimu wa madrasa hii. Hivyo tusipoteze muda, tuende moja kwa moja kuzungumza naye na tujue mawili matatu kutoka kwake. Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mwalimu, kwa niaba ya wafuatiliaji wa Al Hashim TV, naweza kujua majina yako kamili na pia tujue historia yako kiufupi katika elimu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Jina langu kamili Surur bin Hashim bin Abdul Qadir bin Hussein bin Ahmad Al-Musawa, na historia yangu kwa ufupi ya kusoma, sina uhakika vizuri wa mwaka, lakini mwaka 63 wakati nafunguliwa Madrasa Shamsia, mimi nilishaanza kusoma, lakini nilikuwa na miaka kama 6 7 hivi. Wakati nasoma alikuwa jina la Shamsia halijaanzishwa. Baada ya kufunguliwa na Al-Habib Umar bin Sumaid akatoa jina la Shamsia, nilikuwa ni tamta. Kwa hiyo ya Sheikh Muhammad bin Ayub, Sheikh al-marhum Sheikh Muhammad bin Ayub ndiye aliniingiza chuoni pamoja na kijana wake akiitwa Muhammad bin Abdu. Akatuingiza siku moja chuoni madrasa pale. Hiyo ikifunguliwa Shamsia tayari niko pale, nilikuwa ni mdogo, labda niko kwenye anahitaji juzuu, itakuwa sijafika mambo na kumbuka katika ule ufunguzi machache. Kwa hiyo baada ya kuanza nimeanzia hapo kusoma mpaka nikiwa chini ya almarhum Muhammad bin Ayub, niko kwake katika maelezi yake kama nilivyosema, nilikuwa katika maelezi yake sababu Sheikh almarhum Sheikh bin Ayub amemuoa mama yetu mdogo, kwa mzee wetu Hashim kwa upendeleo wake alitutaka tuishi kwake, tusome kwake, tuchukue elimu kwake sote, Hussein bin Hashim, Muhammad bin Hashim, Abdul Qadir na mimi, sote tumelelewa na yeye, akitununulia vitabu, akitusomesha, tukilala katika nyumba yake. Kwa kuanzia hapo miaka hiyo 63 nimesoma mpaka mwaka 91 akanipendekeza nije katika tawi la Shamsia la Usagara. Nikafundisha mwaka hapo 91, kwenye miaka ilianza kwenye Disemba ile 91 mpaka kwenye 99 au 99 hivi kulitokea mgogoro pale katika tawi la peleko la Usagara. Kwa mgogoro ule ikabidi mimi nijitenge, sina haja ya kuelezea ulikuwaje. Ikabidi nijitenge niwe na madrasa yangu binafsi. Basi kana nafundisha tu kwenye baraza kwa almarhum Mzee Isa na mahama mtuma, niko hapa barazani mpaka kwenye 2001
ukajunga msikiti barabara 13 wafadhili, nikawa pale kama la moja, ikawa ni msikiti, lakini umo ulikuwa nafundisha umo wanafunzi waliotoka na Usagara, ikawa niko nao kwa pale mpaka 2006. Ndugu yetu almarhum Humud Tashrifu huyu kanifuata kwamba naona hapa msikitini kufundisha hapa inakuwa fujo, watu huko wanaswali, basi tafuta kiwanja na kujengea madrasa. Mbona sawa, mimi nikapendelea zaidi nipate madrasa katika hapa hapa Usagara, ambapo Sheikh almarhum Sheikh Muhammad Ayub ndipo aliponileta. Kwa kweli nilifanikiwa kupata kiwanja, akanijengea madrasa ikamalizika. 2006 nikaanza kuwa na madrasa yangu maalum, yani ambayo ni yangu binafsi. 2006 mimi nikatoa jina la Ihtisam, madrasa hii niite Ihtisam, jina hili ile likaanzia pale, likiwa na maana Ihtisam ni mshikamano, na Ihtisam ni kushikamana, kwa sababu kiburi chenyewe kilikuwa na mzozo ule, kapendelea jina lile ili kuleta mshikamano kule Usagara. Kuna mtafaruku kidogo, basi tumeendelea wakati huo mpaka sasa niko hapa. Na ikitokea imepatikana nafasi ya kurudi kusomesha Tamta, je, upo kwenda kusomesha au hapo ulipoletwa na shekhe ndipo utakubaki? Kwa mazingira yalivyo, sitarajii kama naweza nikarudi. Kama nitakiwa nitarudi, mazingira yalivyo sidhani kama naweza nikarudi, nikihitajiwa nitarudi, kwa sababu niliposoma pale, nilipochukua elimu pale. Wafuatiliaji wa Al Hashim TV, kama unavyosikia Sheikh mkuu wa madrasa hii Al-I'tisam akielezea mambo ambayo aliyapitia katika kusoma kwake na sehemu ambayo amesoma na ni wapi ambapo ametokea. Sheikh, kwa niaba ya Al Hashim TV unawaambia nini vijana ambao kusoma kwao kumekuwa ni buhali sana? Kusoma umeona ni jambo ambalo ni gumu kwao, hawezi kusoma kutokana na utandawazi uliowepo. Ni jambo gani ambalo unawaambia vijana sasa? Ushauri wangu au upeo wangu ni kwa mlionao na mazingira ninavyoyaona, kusoma dini kwa hivi sasa kwa vijana ni wajibu, jambo lazima, kutokana na zama zilivyoharibika na jinsi ulimwengu ulivyochukua nafasi na vijana wengi kutaka wawe na maisha mazuri. Kusoma dini ni wajibu. Siseme kwamba lazima wawe mashekhe au walimu, sababu shule ndio imeshika kasi sana, lakini kwa maono yangu na wahusia wazazi washikilie sana watoto shule na madrasa, shule na madrasa, ndipo watakapokuwa watoto wema. Sababu tunatakiwa tuwe na waladun salih, mtoto mwema. Utampataji bila ya kupitia madrasa? Na tuna watoto wote ambao hawakupita madrasa, wote hawana maadili, lakini mtoto akisoma madrasa sawa sawa, hata kama baada ya form 4 akenda zake wapi huko Mbeya kusoma, lakini kuanzia la kwanza mpaka form 4 anasoma shule na madrasa, basi moja kwa moja atakuwa ni mtoto mwema. Kwa hiyo nawahusia wazazi washikilie zaidi madrasa kwa wakati huu.
kutokana na maneno ambayo yamezungumza mudhiri wa Mahad al-I'tisam. Hivyo sisi hatuna cha kusema zaidi ya kusema Al Hashim TV, chemchemu ya elimu na burudani. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.